Kuidhinishwa kwa mswada wa ushirikishwaji wa umma wa mwaka 2025 kumeweka msingi wa mswada huo sasa kuwa sheria. Mswada huo unachukuliwa kuwa muhimu kwa ushirikiano bora wa wananchi katika utawala wa umma, ukilenga kuanzisha mfumo ulio wazi na thabiti zaidi wa ushiriki wa umma katika taasisi zote za serikali za kitaifa na za kaunti. Kama anavyoripoti Ian Keitani, wabunge wamekashifiwa kufuatia uamuzi wa kuondoa faini iliyopendekezwa ya shilingi 500,000 kwa maafisa wa serikali wanaofeli kukusanya maoni ya umma pale inapohitajika. Baada ya miaka mingi ya malumbano makali kati ya serikali kuu, bunge na mahakama kuhusu maana halisi ya ushirikishwaji wa umma, bunge la kitaifa hatimaye limechukua hatua ya kupitisha mswada wa ushiriki wa umma mwaka 2025 ili kuhakikisha kuwa malumbano hayo hayaibuki tena. Mswada huo unalenga kuanzisha mfumo thabiti na ulio wazi zaidi wa ushiriki wa umma katika taasisi zote za serikali ya kitaifa na serikali za kaunti. Miongoni mwa vipengele muhimu katika mswada huo ni upatikanaji wa taarifa, jambo ambalo lilijitokeza kama changamoto kuu. Mswada huo unasisitiza haja ya nyaraka zinazotumiwa wakati wa zoezi la ushiriki wa umma kupatikana kwa lugha zinazoeleweka na Wakenya wa kawaida. Mswada huo pia unaibua maswali kuhusu nani anayepaswa kuwajibika kwenye shughuli hiyo ya ushirikisho wa umma. Pendekezo hilo linakabidhi majukumu kwa taasisi husika za serikali na kutoa mwongozo utakaowezesha kuunda kanuni mahususi. Ili ushiriki wa umma uwe na maana, wabunge wanasema wananchi lazima wapokee taarifa husika mapema, waelewe mapendekezo yaliyo mbele yao na wapate nafasi ya kuridhisha ya kushawishi uamuzi wa mwisho. Kuimarishwa kwa matumizi ya lugha ya ishara ya Kenya pia kumejadiliwa kama kipengele muhimu cha ushiriki unaoshirikisha kila mtu, kwani nyaraka za kiufundi za serikali zinaweza kuwa ngumu kutafsiriwa na wananchi wa kawaida. Kwa hivyo, mkutano wa ushirikishwaji wa umma unaweza kukosa ufanisi ikiwa wakazi watapewa nyaraka changamano bila maelezo ya kutosha. Hata hivyo, wabunge wamewekwa hatiani kufuatia uamuzi wa kuondoa faini iliyopendekezwa shilingi 500,000 katika mswada huo wa afisa yeyote wa serikali anayepuuza ushiriki wa umma pale unapohitajika. Mswada huo ambao sasa unasubiri kuidhinishwa na Rais William Ruto umetajwa kuwa wa kuleta mabadiliko makubwa, kwani utashughulikia malalamiko ya muda mrefu kuhusu jinsi taasisi za serikali, ikiwa ni pamoja na bunge, mabunge ya kaunti, tume za kikatiba na mashirika mengine ya umma yanavyoshirikisha wananchi katika maamuzi yanayowahusu. Ian Keitani, runinga ya KTN, Nairobi.